Hii ni Tan African TV na sauti unayosikia ni ya Simon Mzwanda. Jambo kubwa ambalo leo tunalileta mbele yenu ndugu zangu wa ukanda wa Afrika Mashariki ni moja. Ni kuwakumbusha safari ya matumaini katika umoja wetu. Na yaleta haya ni kutokana na hiki kinachoendelea kati ya mataifa mawili, Kenya na Tanzania. Na sababu kubwa ikiwa ni masuala ya kisiasa. Mwanasiasa wa upinzani kutoka katika taifa la Tanzania, Tundu Antipas Lissu, anashikiliwa na jeshi la polisi kwa kile kinachodaiwa ni kutoa matamshi yanayochochea vurugu na kutishia amani za Watanzania. Mara baada ya tukio hili tukawapata wanaharakati kutoka taifa jirani la Kenya wakasafiri ili kuingia katika ardhi ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kusikiliza shauri la Tundu Antipas Lissu. Jambo la kushangaza, Tundu Antipas Lissu ana mawakili kutoka ndani ya taifa la Tanzania. Tundu Antipas Lissu ana wafuasi kutoka Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini Tundu Antipas Lissu pia yuko na wanaharakati ndani ya taifa la Tanzania. Swali la Tan Africa, ni nani aliye nyuma ya kadhia ya wanaharakati waliokwenda Tanzania kutoka Kenya? Ni nani amewalipia nauli za kutoka Kenya kwenda Tanzania? Ni nani ambaye anawalipia kukaa kwenye hoteli za kifahari? Tan Africa tunapata ugumu kuamini kwamba haya yote eti wanaharakati wa Kenya wanajitolea fedha kutoka katika mifuko yao. Lakini pia nina ujumbe kwa raia wa Tanzania na Kenya wanaopenda kuishi katika mstari wa amani, kutokuingia katika mtego wa haya yanayoendelea, kwa sababu kila mmoja yuko upande anaofaidika. Wanaharakati hawa hulipwa fedha kutoka katika mataifa ya nje. Pamoja na kulipwa fedha wanazolipwa, lakini pia hupewa maelekezo maalum, maelekezo ambayo yanaweza kwenda kuchochea uvunjifu wa amani kutoka eneo moja kwenda katika eneo jingine. Kundi la vijana lililoibuka linaloonekana kukosa adabu, heshima wala utu na kutoa matusi ya waziwazi mchana kweupe, hakika sio swala la kiungwana. Najiuliza, Martha Karua alikuwepo wapi wakati Rigathi Gachagua anaondolewa madarakani? Martha Karua alikuwepo wapi kupaza sauti wakati vijana wa Gen Z walipouawa na wakafukiwa katika shimo, wakati damu za watoto hawa Gen Z zikiwa bado zinalia? Upande mwingine tunageuka, tunakutana na sakata la watoto kuchomwa moto ndani ya bweni, huku tena wakiwa wamefungiwa mlango nje na matron kutokomea kusikojulikana. Mpaka wa leo serikali ya Kenya haijatoa tamko rasmi nini kilikuwa chanzo cha moto na nini kilitokea. Itoshe kusema yako masuala mengi sana ambayo tukianza kuyaongea hapa hayamaliziki. Kenya, Tanzania na ukanda wa East Africa ama Afrika ya Mashariki, ninyi nyote ni ndugu. Lazima tuangalie wanaotutumia nyuma yake wanafaidika na nini kabla ya kukubali masharti ya kutumika kwao.